Ndugu zangu waandishi wa habari, kazi ya ujenzi wa uwanja wa AFCON inaendelea vizuri. Na mimi nataka nikwambie ahadi ya Mheshimiwa Rais iko pale pale. 27 tuna mwaka mzima. Tulia. Na mimi niwaombe ndugu zangu waandishi wa habari, wale ambao hawajapata nafasi ya kwenda kuangalia yale maendeleo ya uwanja, si muda mrefu nitakualikeni, tutakwenda pamoja. Tukaone pamoja hatua ile ya AFCON. Alafu kila mmoja ataweka mwenyewe percentage iko ngapi. Leo nikisema kuna percentage fulani, mimi sijaenda katika kipindi hichi, lakini najua kazi inaenda vizuri. Lakini nikuhakikishie azma ya Mheshimiwa Rais iko pale pale. Tutajenga uwanja wa AFCON, uwanja mkubwa, uwanja wa kisasa, lakini pamoja na vile vitu vinavyostahili, sio uwanja peke yake. Kwenye maeneo ya bandari tuna maeneo mawili. Na naomba waandishi wa habari mfahamu. Tuna eneo la bandari ya Mpigaduri ambayo pia Mheshimiwa Rais ameweka jiwe la msingi karibuni. Lakini tuna eneo la bandari jumuishi ya Mangapwani. Zote mbili ni bandari ambazo zikikamilika zitaweza kuleta impact kubwa sana kwa Zanzibar. Bandari hizi, kwa mfano bandari ya Mpigaduri, nadhani sote ni mashahidi. Sasa hivi tunaona meli zetu zote, hata hizi za abiria zinazotoka Dar es Salaam, zinazotoka Pemba, zote zinafunga hapa Malindi. Sawa eh? Na meli zetu za mizigo hizi za kawaida hizi ambazo sio za makontena. Tukisema roro maana yake zile meli ambazo zinapakiwa mizigo ile loose. Zinapambana zote kufunga pale Malindi. Hii bandari ya Mpigaduri ambayo tumeshafikia kwa fezi ya kwanza hatua kubwa sana. Ikikamilika na tuko kwenye hatua nzuri. Nadhani hata lile baji ambalo la kufungia pale limeshafika hapa. Meli zote za abiria sasa zinazotoka Dar es Salaam, zinazotoka Pemba na zitakazotoka pahala pengine zitakuwa zinafunga hapa badala ya Malindi. Sawa? Naomba kwanza hilo mfahamu. Lakini pale mkumbuke kwamba kuna maeneo sasa hivi hata kwenye hiyo bandari wenyewe, mtu akipita na mzigo kuna kuwa na shida. Pengine unaambiwa tu mzigo wako huu thamani yake unatakiwa ulipe kiasi fulani. Tumejenga eneo maalum la kupitia mizigo yale ambayo yamo kwenye magari. Lile eneo litakuwa limekuwa set digital. Kwa hiyo gari likipita litaonesha uzito wake na cost yako ambayo unatakiwa ulipe moja kwa moja. Yaani hakuna haja ya kwenda kupatana. Mtu kama Faruki akipita pale anasema hii fedha nyingi, naomba unipunguzie. Uzito wako utadetermine wewe ukalipe kiasi gani. Kipitisha tu gari lako, unasema maalum imeandaliwa. Hii itaondosha yale malalamiko ya wananchi kusema kwamba labda mimi nimechajiwa fedha nyingi, mimi nimechajiwa kinyume na utaratibu. Hizi maeneo ya vipimo haya yapo maeneo mbalimbali duniani. Kutakuwa na access mbalimbali ambayo pale sasa wananchi wa Zanzibar na wengine ambao watakidhi vigezo, pana mahala pale ya kuhifadhia mzigo wako pale pale ndani. Utaweza wewe, utalipia mzigo wako, utaweka pale, ukitoa pale unapeleka sehemu unayotaka. Tofauti na sasa
ambapo ukitoa pale Malindi inabidi wengine wapeleke Mwanakwerekwe, wengine wapeleke Kisauni. Ukitaka pale access hizo zipo, lakini utakuwa na ile water tax pale pale. Leo unataka kwenda Tumbatu, hupendi kwenda kwa gari kupitia huku, utachukua water tax yako utaenda zako. Lakini kuna mpango wa pale kuwa mpaka na ndege za baharini. Utashangaa sana ndugu yangu Faruk Karim, lakini huyo ndio Daktari Hussein Mwinyi pale. Na nadhani ndugu yangu Mwamtanga alikuwa anauliza vitu gani ambavyo maeneo mengine vitakuwa havipo. Ndio vitu vya aina hii. Lakini abiria watakuwa wanashuka pale. Utauliza sawa, kishuka itakuwaje? Kutakuwa na kituo kikubwa cha mabasi ambayo ya kisasa ambayo yatachukua abiria kupeleka maeneo mengine. Na ndio maana wale ambao mmejaribu kutembelea barabara ile ya Bububu kule, ile barabara lazima tujenge njia 4 kwa sababu ya access ambayo itatokana na ile matumizi ya bandari. Sababu ya kujenga hospitali ya wilaya, sababu ya kujengwa hospitali ya mkoa, na sababu ya kujengwa hospitali katika ngazi yayo ya primary health care huko chini ni kwamba mgonjwa ambaye anatibiwa kule chini katika vituo vya afya ambavyo vina access kubwa, akishindikana anakuja wilaya, akishindikana ndio anapata rufaa kwenda mkoa kwa sasa. Lakini changamoto ambayo tunaipata, mwananchi anatoka moja kwa moja anakwenda kwenye hospitali ya wilaya au anataka kwenda kwenye hospitali ya mkoa, jambo ambalo sio utaratibu ambao tumeuweka. Sasa hii tunaendelea kuwahamasisha wananchi ili vile vituo ambavyo tumeviweka na vina huduma nzuri sana wavitumie vile, ili unapokuja hospitali ya wilaya iwe huku kwenye mkoa umeshindikana, kwenye primary health care huku imeshindikana, na unapokuja kwenye mkoa iwe imeshindikana. Sio vizuri unakwenda pale Lumumba kwa mfano, atoa mfano Lumumba, mtu amekatwa na kitu tu au ana let's say kidonda, anataka kufanyiwa tu dressing, basi atafanyiwe pale Lumumba. Hii kazi inaweza kufanyika kwenye maeneo mengine. Pale tunaweka iende kwa rufaa ambayo zile kesi ambazo zimeshindikana maeneo mengine. Haya ndio malalamiko madogo ambayo sometimes unayasikia. Lakini uwezo wa hospitali wenyewe tunaizungumza na tunafuatilia na tunawaambia tunataka tuone capacity yenu iko katika kiwango fulani. Na mikataba yetu ambayo tumeweka viko vipengele ambavyo vinatuguide, kama haku fulfill requirement tunaweza kuterminate. Na tunaendelea na maboresho. Kwenye kuanza haya sio rahisi sana kwamba utaanza almost yote atakwenda sawa kwa wakati mmoja. Lakini kuambia yako mambo ambayo haturidhishi na tumeshawaeleza, na Wizara ya Afya wanafahamu hiyo taarifa na tunakwenda nayo. Na ndio maana umeona hata nilipokuwa nazungumza na watu wa Wizara ya Afya nilikuwa kidogo kuonesha ile hisia yangu kwamba kuna mambo hayaendi vizuri. Na nashukuru kuna kazi inaendelea, improvement inakuwepo, lakini tutaendelea kufuatilia kwa sababu ni wajibu wetu, na nikuhakikishie kwamba malengo ambayo amekusudia Mheshimiwa Rais bado mimi natamani sana tufike kama kule Mheshimiwa Rais alikokusudia, na tutafika. Suala jingine la miundombinu ya umeme, ni kweli tuna changamoto ambayo nadhani inajitokeza, kila mtu anaiona, lakini nataka niwahakikishie serikali inaendelea kuchukua hatua thabiti juu ya namna ya kukabiliana na suala tatizo la umeme Zanzibar. Hivi muda mchache kabla sijakuja hapa nilikuwa na wawekezaji ambao wametaka kuwekeza katika issue ya solar power,
Na hivi ninavyokuambia sasa hivi, maana yake ile component yao ina vitu viwili vikubwa. Nimewakutanisha na mkurugenzi wa ZECO pamoja, kwenye ile uwekezaji wao kuna issue ya carbon credit ambayo ile inaweza kusubsidize, kupunguza ile gharama ya jambo ambalo halijazoeleka hapa. Saa 5:30 watakutana na timu ya wenzetu wanaohusiana na masuala hayo ambayo iko chini ya ofisi ya makamu wa kwanza wa rais, kwa maana idara ya mazingira. Wale wataalamu wako pale pamoja na katibu mkuu, watakutana nao saa 5:30 ya leo kuzungumza, alafu kuona tunakwendaje. Lakini wako wengi ambao wamejitokeza, tunazungumza nao, lakini wahakikishie kwamba jambo hili serikali tumelichukua very serious, na sisi tunajua kwamba tunajenga miradi mikubwa na yote inahitaji umeme, na niwahakikishie kwamba hili solution yake tutaipata, na tunataka tutafute solution ya kudumu kwenye eneo hili. Tuna wengi wametaka kuwekeza, wengine wametaka kuwekeza kwa generator ya kuweza kufulfill ile zile megawatt ambazo tuna mapungufu nazo, lakini wengine wametaka kwa staili nyingine. Lakini mazungumzo haya yanaendelea na timu yetu ya wataalamu, na mimi niwahakikishie jambo hili serikali tumelichukulia kwa ukubwa wake, na hili tutalimaliza, kwa sababu tunajua uwekezaji huu ambao Mheshimiwa Rais anauweka bila ya kuwa na umeme wa uhakika hatutaweza kufanya kazi nzuri.